Tunayo mengi tuliokuandalia asubuhi leo msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari na msomaji ni Sarafina Robi akiwa Nairobi. Karibu Sarafina. Asante sana Nkia. Hujambo msikilizaji na karibu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ameamuru kuzuiwa kwa meli zote za mafuta zilizoidhinishwa kwenda na kutoka Venezuela. Katika mtandao wa kijamii alisema jeshi la Marekani karibu na Venezuela litaendelea kuongezeka na kuelezea kuwa serikali ya Nicolas Maduro kuwa kama shirika la kigaidi. Kauli yake inajiri siku chache baada ya vikosi vya Marekani kukamata meli ya mafuta katika visiwa vya Caribbean. Nicolas Maduro alikitaja kitendo hicho kuwa cha uharamia na ameshtumu Marekani kwa kupanga njama ya kupindua serikali yake ili kuchukua mafuta ya Venezuela. Mamia ya watu wamekusanyika katika sinagogi nchini Australia kwa maziko ya kwanza ya waathirika wa shambulio la watu wengi katika ufuko wa Bondi. Rabbi Eli Shlangla alikuwa mmoja wa watu 15 waliouawa wakati wa tamasha la Kiyahudi la Hanuka huko Sydney siku ya Jumapili. Baba mkwe wake aliongoza maziko hayo na kuitaka jamii kutoogopa kuzuru eneo hilo. Waziri mkuu wa jimbo hilo Chris Minns, ambaye ametoa wito wa kuwepo kwa sheria kali za umiliki wa bunduki, alihudhuria. Rais wa Marekani Donald Trump amepiga marufuku kamili ya kusafiri kwa nchi kadhaa zaidi kwenda Marekani. Zaidi na Esther Lombano. Raia wa Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Kusini, Syria na wale wanaoshikilia hati zilizotolewa na mamlaka ya Palestina watazuiwa kuingia Marekani. Ikulu ya White House imesema lengo ni kulinda usalama wa taifa na usalama wa umma. Laos na Sierra Leone, ambazo hapo awali zilikuwa na vizuizi kiasi, sasa pia hazitaondolewa kwenye sheria mpya. Marufuku hiyo inaanza kutekelezwa Januari mosi mwakani. Na China imepunguza ushuru wa agizaji wa nyama ya nguruwe kutoka Umoja wa Ulaya kuanzia hii leo. Wizara ya Biashara imesema kiwango cha juu cha ushuru kwa nyama ya nguruwe ya Ulaya kitakuwa chini ya 20%, chini ya theluthi moja ya kiasi kilichowekwa mwezi Septemba. Wazalishaji wa nyama ya nguruwe ya Ulaya hasa nchini Hispania na Ufaransa wameelezea kuwa na ahueni. China ndiyo nchi inayoongoza duniani kwa kula nyama ya nguruwe. Mnamo mwaka 2024 zaidi ya nusu ya wagizaji wake wa thamani ya dola za Marekani bilioni 4.8 ulitoka Umoja wa Ulaya. Wakulima wengi wa Ulaya wanategemea sana soko la China, hasa ikiwa kwamba utumbo wa nguruwe, masikio na miguu ya nguruwe haviliwi sana katika maeneo mengine duniani. Hii ni BBC. Na muktasari habari za ulimwengu umesoma kwako na Sarafina Robi akiwa Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kukutangazia kwenye FM, radio wa shirika na kwenye internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Radio 1. Kenya ni Pamoja FM, Uganda ni Radio Paidha, na iwapo upo pale DRC tegea sikio kupitia Radio Muungano Beni. Aidha unaweza kutufuatilia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaweka maoni yako na tutayasoma hapo baadaye tukipata wasaa. Msikilizaji, asubuhi leo nahodha wako ni mimi David Nkia. Karibu. Australia imefanya maziko ya kwanza kwa waathirika wa shambulio la risasi la halaiki lililotokea eneo la ufukwe wa Bondi huko Sydney. Rabbi El Shengla alikuwa miongoni mwa watu 15 waliouawa katika shambulio hilo lililolenga sherehe ya Kiyahudi ya Hanuka. Floren Kaijage na maelezo zaidi. Mamia ya waombolezaji walikusanyika katika sinagogi moja nchini Australia kuhudhuria maziko ya kwanza ya waathirika wa mauaji ya halaiki yaliyotokea katika ufukwe wa Bondi. Rabi alikuwa mhudumu katika sinagogi hilo na mkwewe ndiye aliongoza ibada ya mazishi na kutoa wito kwa jamii kutojawa na hofu ya kurejea au kutembelea eneo hilo. Waziri mkuu wa jimbo hilo Chris Minns, ambaye amekuwa akisisitiza kuimarishwa kwa sheria za umiliki wa silaha, pia alihudhuria maziko hayo. Mwandishi wa BBC Phil Messer yuko Bondi Beach. Huyu rabi amezaliwa nchini Uingereza. Alijijenga kimaisha na kujiimarisha kikamilifu ndani ya jamii ya eneo hilo. Ameacha nyumba, watoto wadogo, mke wake na mtoto mchanga. Anatajwa kama mtu mwenye uchangamfu, nguvu nyingi, mwenye wema na upendo. Na huu ni mwanzo tu wa maumivu zaidi, si kwa jamii ya Wayahudi pekee,
bali pia kwa Australia kwa ujumla. Kwa masikitiko makubwa, maziko ya Rabi huyu yatakuwa ya kwanza kati ya mengi yatakayofanyika katika siku zijazo. Kabla ya maziko hayo, waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese alisema ameazimia kutokomeza chuki dhidi ya Wayahudi pamoja na misimamo mikali ya Kiislamu. Mmoja kati ya washambuliaji wawili alipigwa risasi na kuuawa na polisi katika eneo la tukio, huku mshukiwa wa pili akiendelea kushikiliwa chini ya ulinzi hospitalini. Ni Florence Kajagi. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Yale huko Marekani wanasema kwamba kuna ushahidi wa vikosi vya Rapid Support Forces vimekuwa vikijaribu kuficha mauaji ya watu wengi katika mji wa El-Fasher nchini Sudan kwa kuchoma moto na kuzika miili. Wataalamu hao wanasema picha za satellite zinaonyesha kwamba RSF ina uwezekano wa kutupa makumi ya maelfu ya mabaki tangu ilipoteka mji huo Oktoba mwaka huu. RSF haijajibu ripoti hiyo, lakini kiongozi wake hapo awali alikiri kwa wapiganaji wake walifanya ukiukaji huko El-Fasher. Nathan Raymond anatoka katika jopo la Yale. Why we did this. Ni kwa nini tulifanya hivi? Ilikuwa kwa sababu kuu mbili. Moja, kuonyesha ukubwa wa madai ya mauaji ya watu wengi ndani ya mji. Na ya pili ni kuonyesha asili ya utaratibu wa juhudi za nguvu za kundi la RSF ili kuficha ushahidi wa kuuawa kwa watu kwa kuwachoma moto na wakati mwingine kuhamisha ushahidi. Through burning, burial and moving the piles. Kikundi hicho kimekuwa kikikabiliana na jeshi la Sudan tangu mwezi Aprili mwaka 2023 baada ya mvutano wa kugombea madaraka kati ya pande hizo mbili kuzuka na kugeuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyojaa ukatili mkubwa. Umoja wa Mataifa umeelezea mgogoro huo kuwa janga baya zaidi la kibinadamu duniani kwa sasa. Baada ya kuzingira mji wa El-Fasher kwa takriban miezi 18, kikosi cha RSF kiliuteka mji huo ukiwa na ushindi mkubwa uliolisukuma jeshi la Sudan kuondoka katika ngome yake ya mwisho katika eneo la kubwa la Darfur. Msikilizaji, kote duniani akili unde maarufu kama AI inabadilisha kazi na jinsi tunavyofanya kazi, lakini athari zake hazimpati kila mtu kwa usawa. Sikiliza hii. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja wa Mataifa imezua hofu kubwa kuhusu jinsi wanawake watakavyoathirika ikiwa matatizo haya hayatashughulikiwa. Huenda mamilioni ya wanawake akakumbwa na hatari ya kutengwa na ajira za siku zijazo. Taarifa ya Imam Mohamed inasimuliwa na Ahmed Bahaj. Ripoti mpya kila mwaka ya Umoja wa Mataifa itwayo UN Gender Snapshot imesema 4.7% ya kazi za wanawake ziko katika hatari kubwa ya kufanywa na mashine, karibu 2.4% kwa wanaume. Hii inatokana na kwamba wanawake huwa wanafanya kazi katika sekta kama vile kazi za ukarani na huduma kwa wateja, kazi ambazo akili mnemba inaweza kuzifanya kwa urahisi na kuacha wanawake katika mazingira ya kupunguzwa kwa wafanyikazi. Na iwapo kazi hizi zote zitapotea, inaleta matatizo makubwa zaidi kwa wanawake, vijana ambao bado wapo shuleni au vyuoni. Kwa sababu wanawake na wasichana wana uwezekano mdogo wa kuhitimu wakiwa na ujuzi katika mambo kama sayansi na teknolojia. Ni ujuzi huu wa kidijitali ambao ni muhimu sana ili wanawake waelekezwe kwenye fursa za soko la ajira ambazo zitawalinda. Ni muhimu sana pengo la kidijitali kijinsia lizibwe. Utafiti wa chuo kikuu cha Oxford uligundua kuwa wanawake takriban milioni 320 kuliko wanaume hutumia mtandao, huku mapengo makubwa zaidi yakionekana katika maeneo ya Asia na Afrika iliyo kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo wanawake wengi hawana simu au mtandao wa uhakika. Na bila upatikanaji huo wa msingi wa kidijitali, wanawake hawawezi kujifunza ujuzi mpya wa kiteknolojia au hata kuomba kazi ambazo AI inazitengeneza. Utafiti wetu unaonyesha ukweli kwamba wanawake hawako mtandaoni, na hii inamaanisha kuwa hawako tayari katika nafasi ya kuweza kupata matumizi yanayoongezeka ya akili mnemba, iwe ni elimu, huduma za afya au kupata huduma za kifedha. Kwa hivyo hili linaweza kuzidisha ukosefu wa usawa wa kijinsia. Katika sehemu nyingi za dunia, wanawake hutumia muda mwingi zaidi kwenye kazi za ulezi ambapo hawalipwi, na wana muda mchache sana wa kujifunza ujuzi wa kidijitali au kujifunza upya kwa ajili ya kazi bora zaidi. Umoja wa Mataifa unatoa wito wa serikali, waajiri na walimu kusaidia kubadilisha hali hiyo kwa kupanua fursa kwa wanawake, kuanzia mafunzo ya kidijitali hadi
hadi kufungua njia zaidi katika sayansi na teknolojia. Hiyo inajumuisha mtandao wa bei nafuu, upatikanaji bora wa kidijitali na msaada kama vile malezi ya watoto ili wanawake wawe na muda wa kutosha wa kujifunza upya. Akili mnemba inaunda upya siku zijazo, na maamuzi yanayofanywa leo yataamua ikiwa wanawake wataongoza mabadiliko haya au wataachwa nyuma. Na mambo hayo ya akili unde. Venus Jihar anasema yuko Arusha, Tanzania, anatupata vilivyo. Lakini Robo Mchina fundi simu huyu yuko pale Mpanda, Katavi, anasema anapata mubashara BBC Swahili katika matangazo ya asubuhi. Mudi Mabegi hajatuacha, anasema yupo mtaa wa Nyamwezi, Dar es Salaam, Tanzania, anatupata na anatusikiliza kwa makini kabisa. Huyu anaitwa ni Matis JR, anasema kutoka Mwanza, anasema adha ya maji isiendelee kuwepo, serikali ishughulikie changamoto hizi. Kulia kwangu tayari ameshafika mwana soka machachari hapa, mwana michezo machachari Florian Kajage. Oh yes. Asante sana David Nkia. Asubuhi hii katika Amka na BBC ni kwamba shirikisho la soka duniani FIFA limeanzisha idadi ndogo ya tikiti za bei nafuu zaidi za dola za Marekani 60 au pauni za Uingereza 45 kwa mechi zote 104 za kombe la dunia la mwaka 2026 kufuatia ukosoaji wa bei kubwa za mashindano hayo maarufu zaidi duniani. FIFA inasema bei mpya ya tikiti itapatikana kwa idadi fulani ya mashabiki waaminifu wa nchi ambazo zimefuzu kwa fainali hizo. Afisa wa FIFA aliye karibu na majadiliano alisema, tumesikiliza maoni ya kitengo hiki kipya, ni jambo sahihi kufanya. Akiongeza uamuzi huo ulikuwa wa kauli moja. Kombe la soka la dunia lililoanzishwa mwaka 1930, mara hii fainali zake zinafanyika Marekani, Mexico na Canada kwa mwaka 2026 ambayo itakuwa katikati mwa mwaka huo. Kocha mkuu wa kikosi cha Chelsea huko England, Enzo Maresca, amesisitiza kuwa ana furaha katika klabu hiyo na anapenda zaidi wachezaji. Siku chache tu baada ya kusema kuwa alipitia saa 48 mbaya zaidi za kipindi chake cha ukocha klabuni hapo. Raia huyo wa Italia ametoa kauli hiyo baada ya kutinga hatua ya nusu fainali ya kombe la ligi maarufu Carabao kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Cardiff usiku wa kuamkia hii leo. Magoli mawili ya Alejandro Garnacho na moja la Pedro Neto yalitosha kuivusha Chelsea. Mchezo mwingine ya miwili ya EFL kati ya Manchester City na Newcastle na Fulham inapigwa hii leo. Manchester inacheza na Brentford leo usiku. Kwingineko, mshambuliaji wa Paris Saint-Germain na Ufaransa Ousmane Dembele amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwaka wa wanaume kwenye tuzo ya FIFA. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 ambaye alishinda Ballon d'Or mwezi Septemba alitoa tuzo ya FIFA nchini Qatar Jumanne baada ya kuisaidia PSG kunyakua mataji 4 msimu uliopita. Na katika raga au rugby kwa nahodha wa zamani wa timu ya wanawake ya raga au ya Afrika Kusini Rusanda Dumke amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 29 baada ya kugunduka kuwa na saratani ya tumbo inayotajwa kuwa ni nadra gani watu kuugua ugonjwa huo. Mchezaji huyo wa safu ya ulinzi alishinda mechi 33 na alikuwa nahodha wa Afrika Kusini mara 3. Pia aliwahi kuwa nahodha wa timu ya Bulldogs na kuiongoza kutoa mataji 3 mfululizo ya ligi kuu ya